3 na tutapata kubarikiwa katika jina la Yesu. Andiko linasema hivi: mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako usishike amri zangu. Mstari wa 2, maana sitakuongeza wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Bariki kila mmoja ambaye anaenda kusikia asubuhi ya leo akaweza kubarikiwa. Nataka kufundisha kuhusu kushika amri za Mungu na kutii. Mungu wa majeshi, bariki kila mmoja ambaye atasikiliza ili aweze kuokoka na kutii na kunyenyekea mbele yako kila mmoja, kwa sababu wewe ni Bwana. Nakataa nguvu za shetani, mapepo ambayo inaweza kuja kupinga neno la Mungu, katika jina la Yesu Kristo ikapate kushindwa. Kwa Yesu mkombozi tumeomba na kuamini, amen. Kwa majina na Askofu Sofia Malenya wa Faith Believers Church. Nimesikia neno la Mungu linasema ya kwamba mwanangu, usishike sheria. Nataka ujue ya kwamba Mungu anasema yeye ni baba yako, anataka ushike sheria zake, na hata unaposhika sheria zake utakuwa mtoto wake, na ukiwa mtoto wake utabarikiwa sana, kwa sababu amesema ukishika njia zake atakuongeza wingi wa miaka, na moyo wako ukishika sheria atakupatia amani. Unaona, kitu cha maana kwa maisha ya mtu yoyote ni kukaa na amani. Sasa hii mstari ambayo ya kwanza inatuambia kwamba tushike sheria. Shika sheria ili moyo wako usibadilike. Moyo wako usibadilike ukaanza kufata njia ambayo si njia za kufaidi maisha yako. Unajua kuna njia zingine mtu anaweza fata ambayo baadaye zitamletea madhara, zinamletea aibu, zinamletea hata anataka kujificha, anataka kutoroka. Wakati unatenda mambo maovu, unajua kwamba ule mtu ambao umetendea ukimuona aibu inakushika, hata unaweza kimbia. Ndio sababu Mungu anasema katika kitabu cha Mithali, kama sisi ni watoto wa Mungu ama wewe, shika sheria ya Mungu, na wakati utashika utakaa vizuri. Anasema atakuongeza miaka yako, hautakufa kwa haraka, kwa sababu Mungu atakuwa anataka uendelee kuishi kwa mazuri ambayo utakuwa unatenda, ukaendelee katika kufanya kwa ulimwengu. Anasema kwamba shika sheria. Halafu unaporudi hapo mstari wa 2 inatuhimiza vizuri sana. Inasema ya kwamba atakuongeza miaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa asubuhi ya leo, siku ya leo nasema kama mtoto na baba, maana maandiko imesema mwanangu, wewe ni mtoto wa Mungu. Alikuumba, na wakati alikuumba akakuweka hapa duniani. Ijapokuwa unakutana na mambo tofauti mazito, lakini asubuhi ya leo amekupembeleza akasema mwanangu. Yani anataka ujue ya kwamba wewe kuna baba ambayo anakutambua, na huyo baba jina lake anaitwa Mungu wa majeshi. Aliyekuumba wewe peke yake ndiye anatambua maisha yako. Aliyekuumba yeye peke yake ndiye anaweza kusaidia. Aliyekuumba yeye peke yake ndiye anajua alikani unapitia. Pengine unapitia hali ngumu, pengine unapitia hukumu katika maisha yako. Amekupembeleza, amesema mwanangu, rudi na ushike sheria zangu, wachana na njia mbaya zote ambao unapitia ndani, ukamwelekee Bwana, ukashike njia yake, maana ako tayari kusaidia. Wakati anasema mwanangu, alikuwa anajua akikuita wewe hata utastuka, maana utashindwa ni nani. Ndio akakuita mwanangu. Kama wewe ni Joseph, kama wewe ni Catherine, kama wewe ni nani, anakuita mwanangu, rudi leo ubadilike, uache zile njia mbaya. Njia mbaya ni nyingi. Hata kuchukia tu mwenzako, hiyo ni njia mbaya. Hata kuona mtu akipita unamwangalia macho mbaya, hiyo ni njia mbaya. Hata kwenda kufunga mtu asifaulu katika maisha yake, hiyo ni njia mbaya. Hata kusengenya, unakaa katika vikundi ya maongezi mabaya, hiyo ni njia mbaya. Sasa anakuita, anasema shika amri zake. Ukishika amri zake na uendelee kutii na kunyenyekea, atakuongeza siku za kuishi, na hizo siku hatakupatia siku za uchungu, hatakupatia siku za amani. Unajua kuna wengine unaposoma katika kitabu cha Isaya ambaye nitasoma siku nyingine, unaishi miaka mingi lakini ya mateso, kwa sababu mambo ambayo ulifanya ni mambo ya ajabu. Pengine ulikuwa muuaji, ukaua watu wengi ambao
kuwa na hatia. Utakaa miaka mingi lakini ya mateso, upate punishment vile ulikuwa ukifanya. Lakini ukifanya mazuri na unyenyekee na kutii, Mungu atakuongeza siku vile aliongeza Isaya, vile nilikwambia Jumatatu. Na utaona amemuongeza miaka. Inapoongezeka mtu maisha yake inakuwa salama, inakuwa maisha mazuri, maana hiyo ni miaka ya Mungu mwenyewe amekupatia. Kwa hivyo nataka ujue kwamba leo ninaongea na mtoto. Mwanangu, Mungu anakuita mwanangu kwa sababu anajua yeye ndiye alikuumba. Anajua kwamba ulioleka katika familia gani. Anajua wewe ndio mama ama wewe ndio mzee ambaye unapitia mambo gani. Lakini anataka tu ujue yeye ni baba kwako. Mungu anataka ujue hata marafiki hawatakusaidia. Mungu anataka ujue hata wewe kama hujaoleka ama una mume ama ndoa yako iliharibika. Mungu anataka ujue hata huyo mwanaume si Mungu wako. Huyo mke si Mungu wako. Mungu ndio baba. Mungu ndio baba ambaye anajua kila mmoja wetu. Mungu ndio baba ambaye atakutembelea. Mungu ndio baba ambaye atakuponya hiyo magonjwa. Mungu ndio baba ambaye atakuinua katika hali mbaya. Mungu ndiye atakuinua katika ile unyonge ambao umekaa ndani ili akuweke katika kiwango kingine. Ninataka ujue kwamba leo shika maozia, shika neno la Mungu, usije ukawaja na ukakeuka katika njia mbaya. Kwa sababu hii kitabu kinatuambia tu vizuri, wakati utashika neno la Mungu atakuongeza miaka na atakupatia amani. Unajua hiyo kitu ambayo inaitwa amani. Amani mwenyewe unaweza kujipatia mpendwa. Usiwe mtu unakaa unawasa, unajiona kama wewe, mbona unapitia haya, mbona hii imetokea. Hapana. Wakati unaona neno lolote linatokea lisilo faa, neno la kukusutua, neno la kumaliza maisha yako, omba. Wakati unapika makoti na kuomba, wachana nayo. Ukiona fikira ambazo zinakuja, anza kuimba kawimbo ambao unapenda. Ako kawimbo katatoa hizo fikira mbaya na utakaa na amani. Kwa sababu amani ukikaa nayo utafikiria mambo mazuri. Na ukikaa unafikiria mawazo mabaya, utafikiria mambo mabaya peke yake. Na mambo mabaya peke yake haiwezi kukuelekeza kutenda chochote ama kutenda mambo mazuri. Utakaa tu pale ukiwaza asubuhi mpaka jioni. Lakini wakati unakuwa na amani katika moyo wako, hata kama una pesa unakuwa tu na amani, hata kama una nini unakuwa tu na amani, hata kama wewe ni mgonjwa unakuwa tu na amani, hata kama watu wakupendi unakuwa tu na amani, kwa sababu mkuu wa wakuu ambaye anaitwa Mungu wa majeshi amekupenda na akakupatia amani katika moyo wako. Mpendwa, tutafuta amani. Tafuta amani na jirani yako ambao mlikosana. Watu wanaishi katika area moja lakini mmoja hawezi kusalamia mwingine. Tafuta amani na mwenzako, kwa sababu Biblia inasema amani ndio Mungu alileta katika ulimwengu. Na wakati unakaa na amani, ufalme wa mbinguni utaupata. Wakati unakaa na amani, utaona hata kama uko na njaa, utaona hata kama una nini, yani unakisikia tu uko sawa, uko na amani, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitakuwa kinakuhangaisha. Yes, Mungu alipokuwa kinena na katika maandiko hii, na anasema ya kwamba ataongezea amani kwa sababu umeshika amri. Alikuwa anaambia mimi na wewe tushike amri ya Mungu, tuache uchawi, tuache mambo mengi ya dunia. Hii mambo ya dunia haina msingi, hata haina mwelekeo. Lakini ukishika neno la Mungu, lina msingi na lina mwelekeo. Kitu ya kwanza litakupatia amani. Jambo la pili litakuongeza miaka. Jambo la tatu, moyo wako utakaa na furaha kila wakati. Unaona, hii mambo yote inatokana tu na mtu ambaye ametii na amenyenyekea. Watu wengi wamekosa kusonga kwa sababu ya tamaa. Unakuwa na tamaa na kitu ya jirani, unakuwa na tamaa na kitu ya mwenzako. Hata kama mnakaa kwa ofisi moja, unatamani hiyo cheo fulani atoke wewe ukae. Mungu aliweka huyo ndugu yako ama dada yako kwa hiyo cheo. Alikuwa anakujua na alikuwa anakuona. Na wewe akakuja akakuweka nyuma yake, alikuwa anakuona. Mungu aliweka hiyo baraka kwa mikono ya fulani, alikuwa anakuona na akakuleta hapo umsaidie. Msaidie katika njia ambayo inafaa. Mtie moyo hata wewe. Waja kumfuruka, waja kujiona ya kwamba afadhali ningekuwa mimi ambaye ningekaa kwa hiyo kiti, afadhali ningekuwa mimi ambaye niko na hiyo gari, afadhali ningekuwa mimi ambaye naishi kwa hiyo nyumba. Hiyo mambo imefanya watu wengi wameharibu maisha yao kwa ajili ya kutamani na kufanya mambo ambayo hawajui.
Biblia inatuambia katika kitabu cha Mathayo ya kwamba kuna watu ambayo walipishana. Mmoja akaona mtu amechenga nyumba mzuri na hata yeye akaanza msingi. Hiyo msingi wake ikapomoka, ikamea, ikamea hata vitu mmea ikamea ndani, kwa sababu miti sikamea kwa hiyo nyumba, kwa sababu aliona tu fulana amechenga na hata yeye akaanza kuchenga, na hakukuwa amejua huyu nduku alijipanga kwa miaka ngapi. Hakukuwa amejua huyu ambaye amechenga alifikiria muda gani, alikuwa na pesa kiasi gani ndio akachenga hiyo nyumba. Usitamani kitu ya mwenzako. Ile uko nayo ridhika na Mungu atakubariki. Ile uko nayo inakufaa, ambia Mungu asante. Wale watoto wako ambao wachaenda university ni wasima, ambia Mungu asante. Wewe mpendwa ambao unapenda kutamani vitu ya watu, Biblia inasema kuwa mnyenyekevu, Mungu atakuongeza miaka ya kuishi na atakupatia amani. Unaweza pata amani kwa njia gani? Amani hata kama ni kitu ambaye si yako, utalinda vizuri. Amani utaipata ache. Utakuwa mtu wa kukaa kwa vikundi ukidharau wenzako na kuwaongelea vibaya. Unajua kati wewe ni mama, unaenda kusengenya mama, umekisengenya kwa sababu huyo mama ni sura yako. Wewe ni mama na unasengenya mama. Wewe mama ambaye unapomoa nyumba ya mwenzako, unachukua bwana ya mtu, na wewe unajua tu ako na mke, anatesa mke wake kwa sababu yako. Wewe ni mama, ni kama unakitesa, baadaye pia wewe utapitia hiyo. Kwa hivyo ni vizuri kila mmoja wetu kujielewa. Kitu ambayo inafanya watu wengi wanateseka hawajielewi. Ukijielewa wewe ni nani na unatoka wapi, unaenda wapi, utanyenyekea na kutii vile Biblia inakupembeleza. Mwanangu, utakuwa mtoto wa Mungu, utaokopa Mungu peke yake. Hautaokopa mume wako ama watoto wako, hautaokopa mke wako, utaokopa Mungu peke yake, maana anakuona. Nasa ndio nakwambia kwamba kitu ambacho kinafanya watu wengi wamekosa kufaulu katika maisha yao ni kutamani kitu ambaye si yako. Hata maono hukusaliwa nayo. Pengine mtu alisaliwa na maono ya kwamba nitafungua shule, na akafungua shule hata kama ni kitoko, akakuandika kuwa mwalimu. Wewe unataka sasa hiyo shule ikuwe yako, wewe unataka pia wewe uende kuanzisha yako. Hiyo shule yako haitaendelea sababu hukukuwa na hiyo maono. Umechukua maono ya mtu. Maono ya mtu uweze kuilea. Mtu ako na maono yake. Maono yako ni yapi? Chukua ile maono yako uiombe na utulie. Wakati wa Mungu ukifika, maono yako itatimia. Usiende kuandikwa kwa shule na unasema pia wewe unataka kuanzisha. Haitawezekana, kwa sababu maono ya ule mtu ambaye alikuwa na akaanzisha shule ni tofauti na maono yako ulikuja kutafuta kazi. Haitawezekana hata kidogo. Itakuchukua muda mrefu na itakusumbua. Ndio sababu nakwambia afadhali kila mtu ajielewe. Ukijielewa utaheshimu Mungu, utajiheshimu, utanyenyekea, utatii, na ile kidogo uko nayo itakuchenga, itakusaidia. Unaweza kuona hata mtu ako kakanyumba kanyasi, lakini ako na furaha, amekaa vizuri, anashukuru Mungu, kwa sababu kuna mwingine hana kama hiyo. Lakini mwingine anataka kutamani, anaona uchungu fulani akifanikiwa, akiona fulani akisonga na finya njia zake, anaenda anafinya katika njia zisizofaa. Mpendwa, unapotea na unamaliza wakati. Ni vizuri kujielewa na kujitambua wewe ni nani, na maono yako uliposaliwa ulikuwa unawaza utakuwa nani. Wakati unasema kutoka utoto ulikuwa unasema utakuwa nani, na unawacha hiyo maono, unaanza kufuata ya mtu, hautafaulu. Ya mtu utamsupport na heshima, ya mtu utaisupport ukiomba, ili Mungu ile yako naye aweze kutimiza. Ninataka nikwambia kwamba alipokuwa anasema shika sheria zangu, aliona watu wameanza kupotoka. Kila mtu na njia yake, kila mtu na matendo yake, kila mtu anaenda huku mwingine huku, mpaka Mungu akaona hapana, wacha niite huyu na nimwambie shika sheria zangu, uendelee na hizi sheria zangu, sitakuweka uwe na maisha mazuri. Nataka nikwambie wewe, kwa boma yenu pengine mlisaliwa kama ni Wakristo, ukaanza kukunywa pombe, hapo umefunja sheria. Hautaenda vizuri, maisha yako haitakuwa salama, maisha yako haitakuwa sawa, hata utakuwa tu tofauti, kwa sababu wewe mambo yenye unafanya watu hawafanyi kwa hiyo boma. Sasa ni vizuri kila mtu kujielewa na kujitambua, na ujue kwamba Mungu anasema
wewe ni mtoto wake, mimi ni mtoto wake. Kwa hivyo wewe unawaza nini? Wewe ulipozaliwa maono yako ilikuwa ni yapi? Na maono yako unaitambua na unaiombea, ama wewe ni vita tu? Vita tu. Kuna watu ambao wako tu na vita tu kila wasiku. Hataki kuwa na amani. Akiona mtu amebarikiwa hata halali, anakuwa kama mwenye anaumwa, anakuwa tu kama ni mgonjwa kwa sababu ameona jirani ama rafiki amefanikiwa. Wewe baraka zako zinakuja ikiwa utakuwa mwaminifu na utaheshimu neno la Mungu na utajitambua na kutii, baraka zako siko. Ikiwa Mungu aliweka Ibrahimu hata akafika hiyo miaka yote, lakini akabariki huyo mke wake, wewe ni nani usibarikiwe? Ni kwa sababu una tamaa, ni kwa sababu una haraka, ni kwa sababu haujielewi, ni kwa sababu umekatalia dhambi. Mungu anataka utoke ndani ya dhambi, na Mungu naye atakusaidia. Toka ndani ya dhambi, shika sheria za Mungu, nyenyekea, samea. Hata mtu akikukosea, jifanye kama hata ujui, kwa sababu watu wengi wanapenda akisikia mtu amemkosea, chuki, amekasirika, na muona tu kama ni shetani. Ndugu yako, dada yako hawezi kuwa shetani. Yeye ni yeye, lakini kitu ambacho kiko ndani yake ni kuiombea. Wewe songa karibu na yeye na kumpenda, na utaondoa ile kitu mbaya ambayo iko ndani yake. Mpendwa, Biblia inasema kwa kitabu cha Mathayo, usiende kutoa sadaka kama umechukiana na mtu yoyote, kwa sababu Mungu hatakubali sadaka zako. Na usipopeana sadaka, maisha yako haitakuwa salama. Sasa ni vizuri kusamehe. Ni vizuri kusamehe. Nitakuja na hiyo kitabu ya kusamehe siku moja, nitawafunza. Lakini leo nasema, mwanangu, wewe ni mtoto wa Mungu. Rudia Mungu wako asubuhi ya leo. Rudia Mungu, mwambia kwamba Baba, ninakurudia sasa. Nahitaji unisamehe, nimekosana na huyu. Ninataka unisamehe, ninatamaa, ninakimbia mbio katika ulimwengu. Ambia Mungu, mimi nataka nishike sheria. Sheria inasema nisiibe, sitaiba tena. Sheria inasema nisitanganye, sitatanganya tena. Sheria inasema nisichukie, sitachukia tena. Sheria inasema nisifanye usharati, sitafanya tena. Sheria inasema nisivunje ndoa za wengine, sitavunja tena. Hebu mrudie Bwana. Kila mmoja wetu najua mahali penye umekosea na mahali penye umelemewa, naye Mungu Baba yako hako tayari kusamea. Watu wengine wanasema na hii dhambi Mungu anaweza kusamea kweli? Kuna ndugu moja nilikuwa namhubiria, kaniambia, mimi sitaweza kusamehewa Bishop kwa sababu nimefanya mambo maovu sana. Nikamwambia, sasa wewe ndio Mungu anataka, kwa sababu unapoangalia Paulo alikuwa anaua watu, lakini alipoitwa na Mungu aliweza kuokolewa na akajenga hata makanisa, kwa sababu alipatilika. Ukipatilika unapatilika kabisa, usipatilike nusu. Kuna mwingine aliniambia, asante kuniombea, nimewacha pombe lakini sitawacha sigara, nitakuwa na kunywa sigara. Hapana, dhambi ndogo na kubwa hakuna. Dhambi ni dhambi, iwe ndogo iwe kubwa. Wakati wacha sote, na Mungu amani atakubariki, na we utakuwa salama, na utaona una amani katika moyo wako. Si vizuri kukaa na uchungu katika moyo wako. Watu ambao unasikia kwamba ameenda kuchinyonga ni mtu ambaye anakaa na uchungu. Ile uchungu, pepo shetani anatumia hiyo nafasi kukushauri vibaya, kukwambia kufa, kukwambia fanya hii. Lakini ukikaa na amani, vile maandiko imesema, hakuna nafasi ya shetani kwa maisha yako. Mungu atakutawala, atakupatia amani, na utajiona kama uko sawa. Mtu mwenyewe unajipenda ndio mwingine akupende. Mtu mwenyewe unajiamini ndio Mungu atakuamini. Unajua kuna mtu saa hajajiamini ya kwamba yeye anafaa. Pato tu ana wasiwasi na maisha yake. Pato tu anajishuku, mimi kweli Mungu ananijua. Kama Mungu angekuwa akujui, angekuumba. Na kama angekuwa akujui, ungefika hii miaka ambao umefika. Anakujua. Wewe ni mtoto wake, anakutambua vizuri, lakini anataka ushike amri zake. Shika maagizo ya Mungu, si magumu, ni maagizo mazuri sana. Pombe unakunywa ukifunga macho, ukisikia uchungu, lakini chai unakunywa tu ukicheka, utalewa, haitakuletea madhara. Sheria za Mungu si ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji ambao unasikia neno la Mungu asubuhi ya leo, wewe ni mtoto wa Mungu ama bado? Kwa sababu ukiwa mtoto wa Mungu utafata sheria yake na maagizo yake, na utaenda katika njia mbaya. Utatembea katika njia utakatifu. Utatembea na Mungu mwenyewe. Utatembea ukijua kwamba mimi ni nani.
Usione watu ndio unajifanya mtakatifu, lakini ukipanga peke yako hata kwa nyumba uongei na bibi yako ama na mume wako, watu kama wako unakipendekeza, unakifanya unampenda. Wewe kuwa wewe tu. Ukue peke yako, ukue na watu, ukue wapi, ukue Mombasa, ukue Tanzania, unaamini ya kwamba Mungu anakuona kule penye uko dhambi. Anafikiria kwamba ako sawa. Mungu anakuona. Sasa ukiamini, mimi huwa naona tu Mungu ananiona. Kila mahali penye niko Mungu ananiona. Na nikipata watu 2 watatu ambao wanajua Mungu anawaona. Hata ukiwa kwa shimo, hata ukificha kwa kiza, unasima taa zote ufanye vituko, Mungu anakuona. Macho yake ni kali, inaona mpaka baharini. Na vitu zote aliyeumba akaweka kula anazijua. Sasa wewe utakificha wapi mpendwa? Utakimbilia wapi usipobadilika? Utakimbilia wapi usipompokea Yesu? Utakimbilia wapi usiposhika sheria za Mungu ambaye ni baba yako? Leo badilika. Badilika katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Mungu anataka wewe mtoto wake, uwe mtoto wake ambao utampenda, ambao utaheshimu neno la Bwana, ambao utabadilika, hata usikae na uchungu, unakaa na huzuni, unakaa unajiona haufai. Hapana, unafaa sana. Kila mtu unafaa sana. Hata yule ambaye anajiona ni maskini, wewe ni tajiri wa ajabu, kwa sababu una Yesu, una neno la Mungu ndani yako. Hata yule ambaye anajiona ya kwamba apendwi, unapendwa sana, maana Mungu anakupenda kuliko wanadamu. Yule ambaye unajiona ya kwamba ulibaki peke yako, hauko peke yako, uko na Mungu, na Mungu ndiye anakupenda kuliko watu wote katika hii dunia. Kwa hivyo nataka kila mtu ujue, mwenye ananipenda kuliko watu wote ni Baba Mungu wangu, na mimi ni mtoto wake. Kwa hivyo nitaenda na maagizo yake, sitaokopa, sitakaa na hofu, sitakaa na wasiwasi. Nitakaa nikijua kwamba kuna mtu ananipenda zaidi. Wewe ukijua tu Mungu anakupenda zaidi, hautakuwa na wasiwasi, hautakuwa unahangaika katika moyo wako, hautakuwa unakidharau. Hata kama uko na shati moja hautadharau. Unavua usiku unavaa. Wengi walikuwa na moja saa hata wameshindwa kuchua mashati yao ni ngapi. Ni kwa sababu walimrudia Mungu. Rudia Mungu, maisha yako itabadilika. Asubuhi ya leo nataka ujue kwamba nimefundisha kuhusu mtoto na baba. Yaani mimi baba na mtoto, sitaongea mambo ya wanadamu, naongea wewe na Mungu. Maana baba mkuu ambaye ni baba wa wote ni Mungu peke yake. Nataka niombe na wewe. Najua nikiomba na wewe, Mungu amani atakubariki sana na atakuinua. Ninataka kuomba kwa ajili ya baba na mtoto, kwa sababu jana tuliomba tukasema ya kwamba rekebisha mambo ya nyumba yako. Na ile siku ingine tulisoma mambo ya ubatizo. Na leo tumesoma mambo ya mtoto kumrudia baba ambaye ni Mungu wa Israeli. Kwa hivyo niko tayari, ninataka tuombe na wewe kaa tayari. Alafu tutaomba na wewe na Mungu wa amani atakubariki sana katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa amani, Mungu wa rehema, nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Niko na imani ya kwamba kuna watu wako wamesikia hilo neno, unaenda kuwabariki, unaenda kuwainua. Mungu wa amani, unapobatilisha huyu mpendwa ambaye alikuwa anajiona ya kwamba hana baba, hata pengine mama yake na baba yake walikufa, anapoona jambo kidogo anashtuka, anaanza kujiona hana mtu wa kuambia. Siku ya leo atajua kwamba wewe ndio baba ambaye ataambia, na wewe utamuelekeza hata kuliko wale wazazi. Maana wewe ndio baba wa baba yake na wewe ndio baba yake. Mungu wetu, ninakuomba kwa neema yako, wale ambao wanataka kushika maagizo yako, waelekeze katika neno lako, katika kanisa ambayo itawafunza kushika sheria zako na mwelekeo wako, ili waweze kukupenda wewe na kutumikia wewe. Asante Mungu wa majeshi, kwa sababu unaenda kutenda. Jina lako litukuzwe na liinuliwe, maana hakuna kama wewe. Wakati Mungu wa majeshi utabariki mpendwa ambaye amesikia hili neno na akiri na kinywa chake ya kwamba alichukia ndugu zake na anaenda kusamea wote ambao wamewachukia wakuwe kitu kimoja, nitasema na asante. Ninaomba neema yako, yule ambaye alikuwa amejidharau kuanzia saa hii amesikia neno na amejiona ya kwamba ako sawa, nitasema na asante. Mungu wa majeshi, tembelea kila mmoja katika maisha yake, tenda mema, maana wewe ni Mungu ambaye unaweza. Fanya kila mtu akuwe na uoka ya kujua kwamba anapokosa anakosea Mungu, akosei ndugu yake, akosei dada yake, akosei mume wake wala mke wake, anakukosea wewe Mungu. Watu wakipatilika na watende hivyo, nitasema na asante. Kitabu cha Mithali 3 ambayo nimesoma siku ya leo, isije
likatoka katika akili zao. Kila mmoja anapotaka kuwaja neno la Mungu atasoma hii kitabu na itamjenga na kumrudisha kwa msingi, na wakati atarudi kwa msingi jina lako litatukuzwa. Mungu wa majeshi, Mungu wa Isaka, ninaombea kila Mkristo, ninaombea kila ndugu ambaye hajaokoka ama dada, kuza mioyo yao wakaweze kutambua wewe ni Mungu. Ninaomba neema yako takatifu Jehova kwa ajili ya station hii. Bariki Pendo FM Radio pamoja na Pendo TV kaweze kuendelea. Kila vifungo vyote vya shetani visirani Yesu upate kuondoa. Ninaombea mashabiki, watu wanachinyima, wanapika simu kwa ajili ya kusalamia wengine. Hiyo ni upendo wa ajabu ambao wanaonyesha wanapopika simu mjana wa leo. Kila shabiki wa Pendo ninamuombea Mungu wa majeshi, kila wahubiri ambao wanahubiri kwa hii Pendo, wanahubiri kwa TV, wanahubiri hata kwa radio, wengine wanajiandaa. Ninaomba baraka juu ya maisha yao. Ninaomba mashabiki baraka juu ya maisha yao. Wale ni wagonjwa wakapate uponyaji. Wale wamefungwa wafungua asubuhi ya leo. Wale wanapitia mateso waondolee mateso. Wale wanasafiri Baba wasafiri salama. Wale wanafanya bodaboda watembee salama. Wale wanafanya shughuli tofauti Baba watendee mema na uwalinde. Wapatie pesa hata ya kupika simu maana wewe ni Bwana. Wapatie bidii ya kufanya kazi. Maana unasema katika maandiko hakuna mtu atakula bila kufanya kazi. Mungu wa majeshi, wapatie kazi ya kufanya, wapate riziki ya mikono yao. Kila mmoja unapopata kitu kwa mikono yako ambayo ni jasho yako unafurahia, wafungue Jehova na uwabariki. Ninaombea majirani ambao wanakaa Shianda, ambao wanakaa karibu na station, wote kila mmoja inua hata biashara yao, inua maisha yao maana wewe ni Bwana. Ninaombea watangazaji wote wa Pendo FM Radio na TV, wabariki, mapepo ya udhaifu wa kila aina Baba waondolee. Asante Mungu wa majeshi kwa sababu ya nchi ya Kenya. Tunaombea viongozi wote, tunaomba Mungu wa majeshi ukaweze kuwainua. Ninakushukuru kwa sababu unaweza. Asante Mungu wa majeshi kwa ajili ya siku ya leo. Utabariki hata watoto wangu na mji wangu. Baba simama imara maana unaweza. Vifungo ya kila aina nakataa katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa majeshi. Asante Jehova Jire. Wengine wako kwa hospitali hata wajiwezi. Ninakutuma Baba uwaponye. Ninakutuma Jehova uwainue. Asante kwa sababu utatenda na maana unaweza. Na unasema ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Kwa hivyo naamini yote ambayo nimeomba utatenda. Ni kwa Yesu mkombozi nimeomba na kuamini. Amen, amen. Mungu akubariki sana. Uendelee kushika mausia ya Mungu na sheria zake, na utaongezwa miaka na utakuwa na amani katika moyo wako. Amen. Nimekwambia kwa majina naitwa Bishop Sofia Malenya. Ukitaka ushauri wowote kuna namba huwa unasomewa kila siku. Utapika nami nitakushauri kesho nikirudi katika mafundisho. Kama we ni mama mchane na uko mahali ungependa kufanyiwa interview, hiyo ni kazi ambayo nafanya. Pika simu kwa hiyo simu ambayo ni ya stesheni na useme mahali uliko. Ukikosa kufika sisi tutafika, na kama unaweza kufika utafika, ili ukuje hapa uambie watu wajane vile wanaweza kukaa. Na tena niko na kipindi ambayo ninakuja nayo, kipindi cha ndoa. Hiyo kipindi itakuja na tutaendelea kufundishana. Endelea kujipanga na kuandaa moyo wako. Maombezi ulitangaziwa usiku na Edwin ya kwamba tutaanza. Kwa hivyo wewe jiandae, kuna mambo mengi mazuri inakuja. Wewe endelea kuombea Pendo na mimi nitakuombea. Mungu wa amani akubariki. Uwe na siku njema, siku ya amani, siku ya baraka. Amen, amen. Barikiwa sana katika jina la Yesu.